tumetoa ama tumefanya matendo ya huruma ya kutoa msaada katika familia moja iliyoko Buruga kule Kisirani ya watoto 5 ambao wameachwa na wazazi wao na wanajitunza wenyewe. Familia ambayo mtoto wa kwanza ana umri wa miaka 13 anatunza wenzake 10. Wao wamezaliwa 5 na hawana wazazi wote wawili. Kwa tunaendelea kufanya hivyo, tunafanya pia kwa watoto yatima, lakini pia kwenye taasisi kama magereza ambapo tunatoa mahitaji muhimu kwa watu wanaohifadhiwa katika maeneo haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, natambua kuwa hadhira hii ni yako, lakini kwa ridhaa yako naomba nizungumze machache na wananchi waliokusanyika katika sherehe hizi wanisikie. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza niwapongeze kwa dhati kabisa wananchi wa mkoa wa polisi wa Tarime kwa kujitoa kwao katika kuhakikisha kwamba wanashirikiana nasi katika kutokomeza na kupunguza uhalifu katika mkoa wetu. Wananchi wamekuwa kipaumbele katika kuhakikisha kuwa taarifa za uhalifu na wahalifu zinapatikana na kusaidia katika ukamataji wa watuhumiwa wa makosa mbalimbali. Wametunga mkono kwa kiasi kikubwa kuhakikisha falsafa ya polisi jamii inafanikiwa kwa kujitokeza katika mikutano inayoandaliwa kwa ajili ya kutoa elimu na wameanza kubadilika na kushiriki kikamilifu katika masuala ya usalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jeshi la Polisi tunawaasa vijana na wananchi wote ambao wanadhani kuwa uhalifu mtaji kwao kuwa waachane na vitendo hivyo mara moja, na badala yake wajikite katika shughuli halali za kiuchumi zenye kuleta tija kwao binafsi na kwa taifa. Aidha, niwatake waachane na masuala ya uchochezi wa mtandaoni, makosa ya kimtandao na ushawishi wenye lengo la kuvuruga amani ya nchi yetu, kwani hatutasita kuchukua hatua kali za kisheria kwa yeyote atakayehusika na uhalifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninatambua kuwa mwaka huu baadhi ya koo hapa Tarime na Rorya wanajiandaa kufanya tohara na ukeketaji wa mabibi, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Elimu ya kutosha imetolewa ikiwa ni pamoja na kufanya jitihada za makusudi za kuwaleta watendaji wa dawati la jinsia na watoto Tanzania kwa maana ya nchi nzima waliwahi kufika hapa na kutoa elimu juu ya madhara ya ukeketaji na tohara isiyo salama, na bado tunaendelea kutoa hiyo elimu bila kuchoka. Nitumie nafasi hii kuwajulisha na kuwakumbusha kuwa tumejipanga vizuri kukabiliana na yeyote anayetegemea kutekeleza ukatili huu, na kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayejaribu kufanya kitendo cha ukiukaji wa sheria. Aidha, tunaendelea kutoa wito kwa wananchi wote kuachana na matendo yote ya ukatili ambayo yanaendelea katika jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie kwa mara nyingine kukushukuru kwa kukubali kuwa miongoni mwetu kwenye siku hii. Niwashukuru pia viongozi wa serikali waliopo, mashirika, watumishi wa umma, viongozi wa dini na wananchi wote kwa kushiriki kikamilifu katika kupambana na uhalifu katika mkoa wetu. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana hapa katika sherehe hii muhimu ya familia ya polisi. Mgeni wetu rasmi aliyealikwa kwenye sherehe hii alikuwa mkuu wetu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi, ambaye kutokana na majukumu ya kiserikali yuko nje ya mkoa wetu na aliniagiza nimwakilishe kwenye tukio hili. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kunipa heshima ya kujumuika pamoja na wanafamilia wa Jeshi la Polisi kuadhimisha siku hii muhimu. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Jeshi la Polisi mkoa wa Tarime
Rorya kwa kuandaa tukio hili ambalo linaimarisha mshikamano kati ya askari, familia zao na jamii kwa ujumla. Huu ni mfano mzuri wa utekelezaji wa falsafa ya polisi jamii ambayo inalenga kuimarisha ushirikiano katika kudumisha amani na usalama. Nimefarijika kuona kuwa sherehe hizi zimeambatana na utoaji wa tuzo na zawadi kwa askari waliofanya vizuri katika utendaji pamoja na wadau waliotoa mchango mkubwa katika mapambano dhidi ya uhalifu. Hii ni jambo la kupongezwa sana, kwani linawatia moyo watendaji wetu kuendelea kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na weledi zaidi. Aidha, napenda kutumia nafasi hii kulipongeza kwa dhati Jeshi la Polisi Tarime Rorya kwa juhudi kubwa na mafanikio yanayoonekana katika kupambana na kuzuia uhalifu kwenye eneo hili. Kupungua kwa matukio ya uhalifu katika baadhi ya maeneo, kuimarika kwa doria pamoja na ushirikiano mzuri kati ya Jeshi la Polisi na wananchi kupitia polisi jamii ni ushahidi wa kazi nzuri inayofanywa hapa mkoani. Haya ni mafanikio ambayo yanapaswa kuendelezwa na kulindwa kwa nguvu zote. Nawahimiza muendelee kubuni mikakati madhubuti ya kuzuia uhalifu kabla hujatokea, kuimarisha ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia na kushirikiana kwa karibu zaidi na wananchi, kwani usalama wa eneo letu ni jukumu letu zote. Aidha, kitendo cha kufanya matendo ya huruma kama ulivyoeleza hapa, kuitembelea ile familia kule Sirari, hasa na familia zenye uhitaji, ni ishara ya moyo wa kujali na utu ambao ni msingi muhimu wa kazi za polisi katika jamii. Napenda pia kulipongeza Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa inayofanyika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Licha ya changamoto zilizojitokeza, mmelinda amani na kuhakikisha wananchi wanatimiza haki yao ya kidemokrasia. Ni rai yangu kwa wananchi wote kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano na kuepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha utulivu wa nchi yetu. Nitumie fursa hii kuzungumzia baadhi ya changamoto za jamii zinazoendelea kujitokeza katika maeneo yetu. Kwanza, suala la ukeketaji ambalo kamanda hapo umelielezea, na tohara zisizo salama wa watoto wa kike. Serikali haitavumilia vitendo hivi vya ukatili. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha tunalinda haki na ustawi wa watoto wetu. Nawahimiza wananchi kuachana kabisa na mila hizi potofu na badala yake kukumbatia njia mbadala na salama zinazoheshimu haki za binadamu. Naomba pia nisisitize utoaji wa ushahidi mahakamani ili waliotenda makosa waweze kupewa adhabu stahiki. Tumeshuhudia kwa muda mrefu watuhumiwa wanaokamatwa kwa makosa mbalimbali, wananchi walioshuhudia matukio hayo hawatoi ushahidi mahakamani. Kwa hiyo eneo hilo tunaomba ushirikiano kutoka kwa wananchi. Vitendo vya ukatili ikiwemo kujeruhi na ukatili dhidi ya watoto vinaendelea kutishia usalama wa jamii. Ni lazima tushirikiane kwa karibu na jamii ili kuvitokomeza vitendo hivi. Tusikubali kupotoshwa na imani potofu au tamaa ya mali inayosababisha madhara makubwa kwa jamii. Napenda kuwapongeza wadau wote wa maendeleo ikiwemo taasisi za serikali, mashirika binafsi, asasi za kiraia, viongozi wa dini, wananchi kwa ujumla kwa mchango wao katika kuhakikisha usalama na ustawi wa jamii kwenye mkoa wetu wa Tarime Mara. Ushirikiano huu ni nguzo muhimu katika kujenga jamii salama na yenye maendeleo. Nawasihi askari polisi kuendelea kufanya kazi kwa kuzingatia misingi ya taaluma yao: nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Aidha, endeleeni kujenga mahusiano mazuri na wananchi ili kuongeza imani na ushirikiano katika kutatua changamoto za kiusalama. Kwa kumalizia, nirudie kuwashukuru wote
kwa kufika kwenye eneo hili, lakini kipekee kwa kamanda kwa kunialika kuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili.